Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 8 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari kubwa inayosema Mkenda aja na vipaumbele vitano elimu. Mkenda aja na vipaumbele vitano elimu. Lakini kuna habari unasema waathirika wa vurugu za Kibaha walivyo jistiri. Waathirika wa vurugu za Kibaha walivyo jistiri. Lakini bado kuna habari inayosema mwanachuo ardhi apotea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, inasema mwanachuo ardhi apotea. Ni wa mwaka wa 4 atimiza siku ya 14 hajaonekana. Wasiwasi watanda chuo ndugu wazungumza. Mwili wa temba aliyeuawa Dar es Salaam wazikwa Kilimanjaro. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Ya habari inaendelea ukurasa wa 4. Lakini nauli za boti Dar Zanzibar juu. Nauli za boti Dar es Salaam Zanzibar juu. Lakini bado kuna habari inayosema mhariri waandishi MCL watoa tuzo. Lakini siri ukwasi wa Chauma wakati wa uchaguzi mkuu 2025. Siri ya ukwasi wa Chauma wakati wa uchaguzi mkuu 2025. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, lenye linaandika habari inayosema hofu ya tanda, wakazi wakesha wakifanya doria eneo lililovamiwa na mabaunsa. Hofu ya tanda, wakazi wakikesha wakifanya doria eneo lililovamiwa na mabaunsa. Lakini wadau waonya athari kiuchumi nauli mpya za usafiri wa baharini. Wadau waonya athari kiuchumi nauli mpya za usafiri baharini. Lakini bado kuna habari inayosema ripoti maalum nauli za panda mara 3 bajaji za piku daladala. Nauli za panda mara 3 bajaji za piku daladala. Lakini msiba juu ya msiba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, nasema msiba juu ya msiba. Rafiki wa mama afariki dunia msibani. Kwa simanzi ya wanachuo IFM aliyezikwa bila kichwa ni mama wa mtoto watoto 4 aliyelia kilalama moyo wake haukubali kuona. Lakini elimu ya Tanzania yapewa sura mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, nasema elimu ya Tanzania yapewa sura mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo, linaanza na habari inayosema mageuzi sekta ya elimu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, inasema mageuzi sekta ya elimu, mkakati yagusa maendeleo ya uchumi, PPP kutumika, wanafunzi milioni 3 kujiunga na kidato cha kwanza 2028. Wanafunzi milioni 3 kumradhi, kujiunga na kidato cha kwanza 2028. Lakini CCM yasifu amani nchi baada ya uchaguzi, na utapeli ubabe vinara malalamiko kwa Homera. Lakini wabunge washauri bodi ya mikopo iwe mfuko. Lakini Chauma yaunga mkono mapendekezo tume ya Chande, na serikali yachukua hatua bei za mafuta. Mwigulu ataja mambo matatu kila lita dizeli ruzuku 259. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika habari inayosema Zanzibar kuandaa mkutano wa forodha duniani. Zanzibar kuandaa mkutano wa forodha duniani. Wajumbe BLW wapongeza kasi ya maendeleo. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Zanzibar Leo ni Hemedi, tutalinda amani kwa gharama yoyote. Huyo ni Hemedi asema tutalinda amani kwa gharama yoyote. Na serikali kuendelea kusimamia miongozo ya afya lishe. Huyo ni Dr. Mwigulu asema. Huku habari za kimataifa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ni Trump anaamini makubaliano na Irani yatafikiwa. Huyo ni rais wa Marekani Donald Trump anaamini makubaliano na Irani yatafikiwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele.
Lakini gazeti lako la Majira lenye ukurasa wa mbele linasema CRDB ya wahakikishia wawekezaji faida endelevu mwaka 2026. Lakini saa 16 kutenganisha pacha wa Tanzania walioungana Saudia, na wizara ya elimu yaanika vipaumbele vikuu vitano. Hiyo ni wizara ya elimu yaanika vipaumbele vikuu vitano. Profesa Mkenda aomba kuidhinishiwa trilioni 2.394 kwa ajili ya kuvitekeleza, afunguka kuhusu mikakati ya wizara yake. Lakini wataalamu wajadili kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi, na Feruzi mpango kulipa walimu wanaojitolea uanzishwe. Huyo ni Feruzi asema mpango kulipa walimu wanaojitolea uanzishwe. Lakini Masaburi rais kuteua mpinzani uwazi ishara ya maridhiano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini kimataifa kwenye gazeti lako la Majira linaandika Irani China wajadili kuhusu mfereji wa Hormuz. Irani na China wajadili kuhusu mfereji wa Hormuz. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika Dr. Mwigulu watoa matumaini bei ya mafuta. Dr. Mwigulu watoa matumaini bei ya mafuta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika kupanda bei ya mafuta. Dr. Mwigulu anika mikakati ya serikali, asisitiza mafuta yatapatikana wakati wote, tathmini zaidi kufanyika, ataja hatua zilizochukuliwa kudhibiti kupanda nauli za mabasi. Lakini Rais Samia ashusha neema kwa wanafunzi elimu ya juu. CCM kujiimarisha kimuundo na kiuchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Uhuru, tuangazie kwenye gazeti la Dira. Dira ya Mtanzania linaandika Profesa Mkenda aomba trilioni 2.398 mkopo ya elimu ya juu kunufaisha wanafunzi wengi zaidi nchini, kufadhili masomo nje ya nchi kupewa kipaumbele, kudahili wanafunzi zaidi ya 374,000 katika elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Lakini bado kuna habari inasema mbunge asenga mkalia kooni waziri Aweso. Mbunge asenga mkalia kooni waziri Aweso. Na bado kuna habari inasema Ari Mtula aiomba serikali isimamie sheria ya kampuni za wazawa kutoa huduma ya ulinzi migodini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo lenye asubuhi ya leo linaandika chuo cha Rungemba cha wagumzo ya ujuzi na ajira. Lakini waziri Aweso asikia kilio cha asenga mafuriko Ifakara. Waziri Shemdoe aupa kongole mkoa wa Dodoma. Idara ya forodha TRA kuvuna maarifa mkutano wa kimataifa Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema waziri wa sheria ahidi kufuatilia mwanafunzi aliyefukuzwa UDOM. Lakini elimu ya Tanzania yapiga hatua kubwa kimataifa, na TRA mwenyeji mkutano wa kimataifa wa forodha visiwani Zanzibar. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi Huru, tuangazie gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika Dr. Mwigulu asema mafuta hayataadimika nchini, wazawa wataka nafasi katika migodi, Dodoma yatikisa sekta ya elimu. Lakini TRA mwenyeji mkutano wa kimataifa wa shirika la forodha duniani, na mwanafunzi IFM aliyeuawa azikwa kwao Old Moshi. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye lina habari kubwa inayosema sekta ya mafuta gesi kuimarishwa. Lakini CCM yaiangazia tume ya uchunguzi vyombo vya ulinzi na usalama. Walimu 40 Dodoma kupelekwa Korea Kusini kwa mafunzo maalum. Walimu 40 kupelekwa Korea Kusini kwa mafunzo maalum. Ile gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaandika ujio wa Kagame Ruto aibu kwa makuadi wa kisiasa East Africa. Huyo ni Mbeto asema. Lakini Dr. Mwigulu alihakikishia bunge mafuta hayataadimika nchini nzima. Uwekezaji wa Samia elimu ya juu usipime.
Huyu ni uwekezaji wa Samia, elimu ya juu usipime. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, lenye linaandika Tanzania DRC kuimarisha ushirikiano sekta ya mafuta na gesi asilia. Lakini zaidi ya bilioni 33 mradi wa taktiki kujenga barabara, masoko na fukwe Tanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na gazeti la Mwanahabari na magazeti mbalimbali kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Lakini gazeti lako la Mwanahabari linaanza na habari ya Pedro Goncalves, Yanga watakuwa mabingwa ligi kuu. Huyo ni Pedro asema Yanga watakuwa mabingwa ligi kuu. Lakini TRA United yapiga hesabu kwa Chasambi. TRA United yapiga hesabu kwa Chasambi. Karia tuiombee Serengeti Boys. Lakini Dar City yaipania Pedro de Luanda. Hiyo ni timu ya kikapu. Dar City yaipania Pedro de Luanda. Lakini Masimbu, mazoezi ndiyo siri ya kufanya vizuri. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika kocha mpya Mreno atajwa Yanga. Kocha mpya Mreno atajwa Yanga. Feitoto awapoteza mastaa Simba Yanga. Feitoto awapoteza mastaa Simba Yanga. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga linaandika kocha Pedro atabiri ubingwa Yanga. Nangu atamani kurejea ligi kuu. Lakini Mhilu Geita tunarudi kwa kishindo ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Simba wahamia KMC Complex kwa mechi za nyumbani. Na Dar City Pedro de Luanda vita kisasi Bali. Simba yatoboka Chama kufunga bao la kihistoria. Simba yatoboka Chama kufunga bao la kihistoria. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 14 kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini bado tunaangazia kwenye kurasa za michezo. Tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe lenyewe kwenye michezo linaandika wadau na wafunguka Yanga kumfukuza kocha. Lakini Steve Becker bingwa atajulikana mwishoni. Huyo ni kocha mkuu wa Simba Sport Club asema bingwa atajulikana mwishoni. Hilo ni gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.